Na mtazamaji, habari ndio hiyo. Tukiendelea na taarifa zetu, hospitali ya kitaifa ya Kenyatta KNH imefanikiwa kufanya upasuaji mgumu wa kurekebisha uso wa Ian Baraka, mtoto mwenye umri wa miaka 8 kutoka Isiolo, hatua ambayo inatambuliwa kuwa mojawapo ya upasuaji wa hali ya juu zaidi kufanyika nchini Kenya. Upasuaji huo wa kipekee uliweza kurejesha uso wa mtoto huyu pamoja na kuimarisha tena imani na matumaini yake ya kuishi maisha ya kawaida baada ya kujeruhiwa vibaya usoni kutokana na risasi. Ian alipigwa risasi mwezi Disemba mwaka 2023 karibu na mpaka wa Isiolo na Meru, na alipokea matibabu ya dharura huko Meru kabla ya kupelekwa KNH. Agutu Rosa na ripoti zaidi. Upasuaji huo ulitumia miezi kadhaa ya maandalizi na kufanyika kwa hatua kadhaa. Uliongozwa na Profesa Simon Gudhua, daktari wa upasuaji wa kinywa kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi, pamoja na Daktari Margaret Mwasha, mshauri wa prostodontia, na Daktari Andrew Kiriamu, mtaalamu wa upasuaji wa kinywa na taya. Walisaidiwa na timu ya taaluma mbalimbali ya KNH. Mamake Ian, Besi Kinya, alitoa shukrani za dhati kwa timu ya madaktari na hospitali kwa huruma na utunzaji waliompa mtoto wake. Nashukuru sana kwa madaktari na kwa watu wote ambao wametusaidia. Haki mimi niko na raha. Nasikia tu kushukuru Kenyatta. Juu Kenyatta ni hospitali kubwa sana. Haki nimejionea maajabu na mimi singedhani mtoto wangu atarudi Kenya. Hata kama hatarudi kosi yake, lakini afadhali sahi. Kenyatta oya. Kipandikizi maalum cha uso kilichotumika katika upasuaji huo kiliundwa na kutengenezwa nchini Ubelgiji kwa kutumia teknolojia ya picha za 3D ili kuiga sehemu za uso zilizokuwa zimepotea. Gharama ya jumla ya vifaa hivyo na vifaa vilivyohusiana inakadiriwa kuwa takriban shilingi milioni 3.7. Idadi hiyo ni bila kujumuisha gharama za utulivu wa mgonjwa, huduma za wagonjwa mahututi, lishe maalum na gharama za chumba cha upasuaji. Considering that he is growing boy, his face is generally expanding. The nature of these implants are such that they will allow for his face to expand. Basically, the implants will open up as the boy grows. Okay, and that's one. So the first stage of surgery is to have the implants and at least give him some proper facial appearance to function socially. We have planned to do more definitive surgery when he's at least 18 years old. That means his bones will have completed their growth, and we are able to harvest bones and other tissues from other parts of his body. His self-esteem was gone because there is nobody without a leg and a nose and a mouth. So the kids, other kids, of course, that is going to be the bullies, and he could not start that. So we went out of our way to plan his treatments. We also talked to these people several times in Belgium about the design and how it should be. Timu ya upasuaji pia imetambua takriban wagonjwa 40 wengine wanaosubiri kufanyia upasuaji wa aina hiyo. Hawa ni waathirika wa ajali za barabarani, ugonjwa wa saratani, majeraha ya risasi na majeraha makubwa wanaohitaji vipandikizi au vifaa vya bandia. Kila kisa ni cha kipekee na kinahitaji muundo maalum wa mgonjwa husika, jambo ambalo linaambatana na gharama kubwa. Upasuaji huo uliwezesha kupitia juhudi za pamoja za ndani na kimataifa. Daktari Branis, mmoja wa madaktari waliomhudumia Ian, alikimbia mbio za masafa marefu mara 2 na kukusanya zaidi ya shilingi 1750 kusaidia gharama za matibabu hayo. Hospitali ya Kenyatta pia imeomba msaada zaidi kutoka Safaricom Foundation na washikadau wengine. Ian anaendelea kupona chini ya uangalizi wa karibu na maisha yake yamekuwa tumaini kwa wengi. Agutu Rosa, KTN. Naam, kazi kuntu